Eli Mpanzu Kibisawala ameendelea kuwa miongoni mwa nyota wa kutumainiwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker. Mpaka sasa yeye Eli Mpanzu Kibisawala, cha kushangaza zaidi ni kwamba si miongoni mwa wachezaji wanaopata muda mwingi uwanjani. Hachezi kwa muda mwingi sana, lakini hivi karibuni amekuwa akipata nafasi ya kuanza zaidi kama mshambuliaji bandia, mshambuliaji wa uongo katika mfumo wa kocha Steve Barker wa kwamba baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Kwenye wale watatu wa juu ndipo Mpanzu huwa ni mmojawapo akitokea eneo la kati kama false nine. Wakati huu mbinu za kocha Steve Barker humtaka kwamba mshambuliaji wake wa kiasili Selemani Mwalimu Gomez anakuwa nje akisubiri kuingia katika kipindi cha pili, ama kwa kutolewa Mpanzu au kwa kufanyika mabadiliko katika namna ya kucheza, Mpanzu akiendelea kuwapo, lakini mfumo ukibadilika sasa kutoka kuwa na baada ya golikipa walinzi wanne, viungo watatu, sasa wanakuwa na viungo wawili ukabaji, halafu wanakuwa na viungo watatu mshambuliaji kinara mmoja. Wakati huu kunakuwa na Libase Gay, kunakuwa na Anicet Ura, halafu kunakuwa na Mpanzu, lakini wakati huo kunakuwa na Selemani Mwalimu, ama kunakuwa na Cletus Chota Chama. Mpanzu anakuwa hayupo vyovyote vile, lakini kimsingi pamoja na kutumika kama mshambuliaji bandia, lakini wakati mwingine akitumika kama kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, ambayo ndio nafasi yake zaidi. Eli Mpanzu Kibisawala, guu lake lenye nguvu zaidi likiwa la kulia, na hivyo anapotokea kulia huwa ni orthodox winger, akitokea kushoto anakuwa ni inverted winger, akiingia ndani na kutumia guu lake lenye nguvu zaidi la kulia kujaribu kupiga mashuti ya kufunga ama kutoa pasi. Bado Mpanzu amekuwa na manufaa zaidi kwa Simba chini ya kocha Steve Barker, hasa wanapokwenda kushambulia. Ndio amekuwa na madhara makubwa. Anafahamika Mpanzu, miongoni mwa sifa zake ni uwezo mkubwa wa kupokea mpira wa kwanza, kupiga chenga, kasi na kupiga mashuti. Kwa sababu hiyo, ingawa anacheza kwa dakika chache uwanjani, bado ndiye anaonekana kuwa mwiba mchungu kwa wapinzani wa Simba, hususan katika ligi kuu Tanzania bara. Iko hivi, kabla ya mechi ya 28 ambayo Simba walicheza dhidi ya Mtibwa Sugar na kushinda kwa mabao 3-0, huku Mpanzu akitoa assist katika bao mojawapo. Mpanzu alikuwa amecheza mechi 22, na ukicheza mechi 22 maana yake ni kwamba kati ya mechi 27, kwa sababu hapa ni kabla ya mechi dhidi ya Mtibwa Simba alikuwa amecheza mechi 27. Unapozungumza mechi 27 tunazungumzia dakika 2430, maana mechi moja ni dakika 90. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, ukizidisha mara 27 ndipo unapata dakika hizi. Lakini Mpanzu katika dakika zote hizi yeye alikuwa amecheza dakika 1275 tu, ambazo ukiweka katika asilimia kwamba dakika 1275 kati ya dakika zote za mechi 27 2430 ukizidisha kwa 100 kupata ushiriki wa Mpanzu uwanjani kwa kuzingatia dakika, utagundua hapa ni ushiriki wake ni around asilimia 52 tu. Lakini nini alichokuwa amefanya kabla ya mechi dhidi ya Mtibwa? Mpanzu alikuwa tayari ameshafika eneo la wapinzani na kufanya jaribio ya kufunga kwa kupiga mashuti 40, ambayo ni idadi kubwa ya mashuti ya majaribio ya kufunga kuliko mchezaji yeyote ndani ya Simba, ingawa ushiriki wake uwanjani ni huu wa around asilimia 52 kwa kuzingatia dakika. Lakini kwenye mashuti haya 18 akawa amelenga shabaha, sawa na kusema shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti ukiwa ni around asilimia 45. Halafu nini kilichotokea? Akawa amefunga mabao 6, goals, akawa amefunga mabao 6, lakini pia akawa ametoa assist pass za mabao 8. Kwa ujumla ushiriki wake wa mabao ya Simba ukawa ni mabao 14. Kutoa assist katika mechi dhidi ya Mtibwa Sugar wakati Simba ikishinda 3-0, maana yake unaongeza hapa mchango mwingine. Mpaka sasa ameshachangia mabao 15 kati ya mabao 51 ambayo Simba wamefunga mpaka sasa, wakiwa katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 67. Mabao 51 wameruhusu mabao 11. Sasa katika yale mabao 51, 15 yametokana na Mpanzu, ambao tunaweza kusema goal contribution kwa Simba nzima kwenye ligi kuu Tanzania bara yatokana na Mpanzu. Utachukua mabao 15 kati ya mabao 51 zidisha kwa 100, hapa utapata ni around asilimia 29 ya mabao yote ya Simba
Mpanzu ameshiriki. Na katika msimu huu kwenye kucheza huku tayari imeshakuwa mchezaji bora wa mechi mara 2. Tayari Mpanzu kabla ya mechi dhidi ya Mtibwa alishacheza faulo 5. Hana kadi nyekundu, hana kadi ya njano, lakini Mpanzu sasa baada ya assist aliyotoa katika mechi dhidi ya Mtibwa, hivi sasa ligi nzima ndiye kinara wa kutoa assist. Yaani sio tu ndani ya Simba bali wachezaji wote katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu unaoendelea 2025-26, timu zikiwa zimebakiza mechi 2 kukamilisha msimu. Anayeongoza kwa assist, pass za mabao, top assist provider ni Eli Mpanzu Kibisawala, kwa sababu sasa ana assist 9 ambazo zinamfanya awe kinara, akimwacha pamoja na Faisal Salum Feitoto ambaye hivi sasa ana assist 8 na wachezaji wengineo. Eli Mpanzu Kibisawala, swali ni kwamba je, kwa kiwango chake hiki akikiendeleza, halafu Simba wakapata matokeo chanya katika mechi zilizobaki kwa maana ya ushindi, dua zao mashabiki wao kwamba mtani wao jadi Yanga pale juu ateleze mahala, Mpanzu ataisaidia Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Lakini kuna fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Simba mnyama anakwenda kucheza dhidi ya Azam. Je, Mpanzu ataendeleza kiwango chake bora, ashirikiane na kina Libase Geye, akina Anise Ura, akina Cletus Chota Chamba, Selemani Mwalimu kuhakikisha kwamba Simba inamaliza msimu ikiwa na walau taji mojawapo kati ya mataji hayo mawili yaliyobaki makubwa katika medani za mpira wa miguu nchini? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. 51 wameruhusu mabao 11. Sasa katika yale mabao 51, 15 yametokana na Mpanzu, ambao tunaweza kusema goal contribution kwa Simba nzima kwenye ligi kuu Tanzania bara yatokana na Mpanzu. Utachukua mabao 15 kati ya mabao 51 zidisha kwa 100, hapa utapata ni around 29% ya mabao yote ya Simba Mpanzu ameshiriki. Na katika msimu huu kwenye kucheza huku tayari imeshakuwa mchezaji bora wa mechi mara 2. Tayari Mpanzu kabla ya mechi dhidi ya Mtibwa alishacheza faulo 5. Hana kadi nyekundu, hana kadi ya njano, lakini Mpanzu sasa baada ya assist aliyotoa katika mechi dhidi ya Mtibwa, hivi sasa ligi nzima ndiye kinara wa kutoa assist. Yaani sio tu ndani ya Simba bali wachezaji wote katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu unaoendelea 2025-26, timu zikiwa zimebakiza mechi 2 kukamilisha msimu. Anayeongoza kwa assist, pass za mabao, top assist provider ni Eli Mpanzu Kibisawala, kwa sababu sasa ana assist 9 ambazo zinamfanya awe kinara, akimwacha pamoja na Faisal Salum Feitoto